وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أخلايا إن شط الحبيب وربعه وعز تلاقيه وناءت منازله، وفاتكم أن تبصروه بعينكم فما فاتكم بالسمع هذه شمائله. Ni majlis nyingine tunakutana tena katika kuendelea kuzidurusu shamail za Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam kupitia kitabu cha Imam Tirmidhi alayhi rahmatullahi ta'ala, Ash-Shamailu al-Muhammadiyya wal Khasailu al-Mustafawiyya. Darsa hii tulisimamisha kidogo kabla ya mwezi mtukufu wa Ramadhan kwa ajili ya kupisha ratiba za Ramadhan, na hivi sasa tuko mwishoni mwa mwezi wa Shawwal. Kama sijakosea, leo nafikiri ni Shawwal 27, mwezi kasoro kidogo takriban tangu mwezi wa Ramadhani umalizike. Tunamwomba Allah azza wa jalla ayapokee yale ya khairi tuliyoyafanya ndani ya msimu huo na tuliyoyafanya kabla na baada, na atupe thabati ya kuendelea kudumu katika khairi hata baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Mlango tulio usoma kwa mara ya mwisho ulikuwa ni mlango wa 31, babu ma jaa fi sifati sharabi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na mlango huu ulikuwa unataja baadhi ya vinywaji alivyowahi kunywa Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tukaona katika vinywaji ambavyo alikuwa anapenda alhulwu albarid, ni kinywaji kitamu cha baridi. Tukaeleza maana ya haya maneno. Lakini pia katika vinywaji alivyowahi kunywa Mtume alayhi salatu wassalam ni maziwa na vingine katika vinywaji ambavyo vilitajwa kwenye mlango huo. Kwa hiyo leo tunauanza mlango unaofuata, mlango wa 32, babu ma jaa fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam. باب ما جاء في صفة شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الباب في بيان كيفية شرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قيام أو قعود، وكم كان عليه الصلاة والسلام يتنفس في الإناء ونحو ذلك. mlango huu unabainisha namna Mtume alayhi salatu wassalam alivyokuwa anakunywa. Mlango uliopita unabainisha aina ya vinywaji alivyowahi kunywa Mtume alayhi salatu wassalam, lakini mlango wa leo unabainisha alkaifia, sifatu shurbi nabii alayhi salatu wassalam, namna ambavyo Mtume hivyo vinywaji alikuwa anakunywa. Je, alikuwa anakunywa wima au anakunywa kitako? Na wakati anakunywa mara ngapi? Je, anakunywa mara moja hivi akishashika kikombe mpaka amalize, au unywaji wake alikuwa anagawa kwenye hatua kadhaa? Yote hayo yamezungumziwa ndani ya mlango huu wa leo, na mengine ambayo yanabainisha namna ya unywaji wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Babu ma jaa fi sifati shurbi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mlango unaotaja hadithi zinazoelezea namna ya unywaji wa Mtume alayhi salatu wassalam. Takriban kila tunapotaja mlango kwenye kitabu hiki kuna maneno ya umuhimu huwa tunayataja. Yote haya mpaka kubainisha jinsi Mtume alayhi salatu wassalam alivyokuwa anakunywa, jinsi Mtume alayhi salatu wassalam alivyokuwa anakunywa. Ni hirsi na ni pupa ya masahaba katika kumwelezea Mtume alayhi salatu wassalam na kuufunza umma jinsi alivyokuwa maisha ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, lakini pia kubainisha maisha ya Mtume ili na sisi tuige pale ambapo tunatakiwa kuiga kwenye maisha yake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. La shaka Mtume ndio kioo cha jamii ya Kiislamu.
tunajifunza kwake tabia, tunajifunza kwake maisha, tunajifunza kwake mienendo, tunajifunza kwake mambo mbalimbali sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Tuanze na hadithi ya kwanza kwenye mlango, ambapo ni sawa na hadithi ya 206 kuanzia mwanzo wa kitabu. Qala hadathana Ahmad ibn Mani' qala hadathana Hushaym qala hadathana Asim al-Ahwal qala wa Mughiratu qala an ash-Sha'bi qala an ibn Abbas radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam shariba min zamzama wa huwa qa'im. Shariba min zamzama wa huwa qa'im. Qala rawahu al-Bukhari wa Muslim wa at-Tirmidhi. Hii ndio hadithi ya kwanza kwenye mlango huu, sawa na hadithi ya 206 kuanzia mwanzo wa kitabu. Hadithi anaisimulia Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, na tarjama yake, maelezo kuhusiana na Abdullah ibn Abbas tumeshayaona kwenye hadithi ya 15. Anasimulia nini Ibn Abbas? Anna nabiya sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasimulia Ibn Abbas kuwa mtume alayhi salatu wassalam shariba min zamzama, aliwahi kunywa maji ya Zamzam, na unywaji huu ilikuwa ni katika hajjatul wadaa. Taban maji ya Zamzam kisima chake kipo Makka, wa hadha maalum, hili jambo linajulikana kwamba maji ya Zamzam kisima chake kipo wapi? Makkatul Mukarrama, lakini yanapatikana nje ya Makka pia. Katika maeneo ambayo maji ya Zamzam yanapatikana kwa njia rasmi ni Madina. Yale yaliyopo kwenye kisima cha Makka yanapatikana Madina. Kwa namna gani? Wanasafirisha kama vile yanaposafirishwa mafuta huku kwetu, yanatiwa kwenye matenki, yanapelekwa al-Madina. Kuna kisima pale wanatunza, alafu wana supply ndani ya msikiti. Kwa hiyo kama ambavyo huduma ya maji ya Zamzam ipo ndani ya msikiti wa Makka, kadhalika ipo ndani ya msikiti wa Madina, taban kwa uangalizi wa hali ya juu. Lakini pia maji ya Zamzam inapatikana nje ya miji hiyo miwili. Kwa namna gani? Yale ambayo mahujaji au watu wanaokwenda kufanya umra wanabeba kutoka kule kwenda nayo kwenye miji yao, na serikali imehalalisha ya Saudia kwamba kila anayekwenda kufanya umra, kila anayekwenda kufanya hija anaruhusiwa kubeba mpaka lita 5. Hii ni halali kabisa, ni halali, kwa maana haina maana kuwa zaidi ya hapo ni haramu. Ni halali, na maanisha serikali imeruhusu kubeba hicho kiasi, na utaingiza kwenye ndege bure. Zaidi ya hapo utapambana na hali yako, lakini hii lita 5 unabebewa bure, na wala haizingatiwi kwenye mzigo wako, kwa sababu kwenye ndege wameweka utaratibu kwamba mzigo unaobeba usivuke kilo fulani. Wako wa kilo 23, wako wa mara 2 yake, wako wa zaidi ya hapo. Na watu wanapotoka kwenye ile miji wanakuwa wamefungasha hasa. Kwa hiyo kwenye zile kilo unazoruhusiwa kubeba kwenye ndege, kama ni 40 mfano, kama ni 50, kama ni 60, vyovyote, hizi lita 5 za maji ya Zamzam hazimo kwenye hiyo hesabu. Kwa hiyo wanakubebea for free kutoka pale nchini Saudia mpaka mwisho wa ndege yako. Kama unakuja Tanzania, sijui kama unakwenda Uganda, utajua mwenyewe, lakini haya unabebewa bure kabisa. Maji ya Zamzam kisima chake ni miongoni mwa visima vya ajabu duniani. Tangu yaanze kutoka yale maji, tangu yaanze kutoka zama za Nabiullahi Ibrahim, bado watu wanaendelea kunywa mpaka leo. Hebu nitafutieni duniani kisima chenye historia ya kutoa maji kwa muda mrefu huo. Kisima ambacho kimechimbwa katika hali ya kawaida tu, lakini kinaendelea kutoa maji kwa muda mrefu. Sio muda mrefu tu, maji ambayo ndio kisima pekee cha Zamzam ambapo kinanywiwa au maji yake yananywiwa na watu wengi duniani. Ndani ya mwaka Saudia inapokea wageni wanaozidi milioni 20 ndani ya mwaka takriban, au wanaokaribia ni kwenye idadi hiyo. Sasa fikiria, fanya milioni 10 tu, fanya milioni 10 ndani ya mwaka, usifike hiyo 20, alafu kila mmoja anaondoka na lita 5 zile ambazo tumesema halali, wachilia mbali yale maji walokunywa pale.
Wachilia mbali wale kwenye kubeba wanaongeza vijimaji vyao, wanajua wenyewe. Wachilia mbali Wasaudia wenyewe wanaokunywa maji, wageni tu. Fanya hawa milioni 10 kwa mwaka, kwa makadirio madogo ni zaidi hapo. Alafu kila mmoja kabeba, sio kanywa, kabeba lita 5. Ni maji kiasi gani hayo jamani? Lita nyingi mno. Sasa kisima cha maji ya Zamzam ni katika visima vya maajabu, kuanzia historia yake mpaka kuendelea kwake. Ni maji ambayo tumehimizwa tunywe kwa wingi, kwa sababu ni maji chakula, lakini kadhalika ni maji dawa. Katika maelekezo ya Mtume alayhi salatu wassalam kwa wale wanaofanya ibada ya umra au ibada ya haji, ukifika Makka hajjan au mu'tamira, utazunguka al-Kaaba mara 7. Inaitwaje hii ibada? At-tawaf. Baada ya kumaliza at-tawaf, sunna utaswali raka 2 nyuma ya makamu Ibrahim au sehemu yoyote utakayoweza ndani ya ule msikiti, sunna. Baada ya hapo Mtume alayhi salatu wasalam alichofanya, alichukua maji ya Zamzam akanywa, alafu kidogo akajimwagia kichwani, alafu ndio akaenda kwenda Safa na Marwa. Kwa hiyo hapa alipokunywa, wanaeleza katika wanazuoni, ulikuwa ni ule unywaji wa wakati huo. Baada ya kuwa ameshamaliza tawaf, ameswali rak'atayn, anakunywa maji ili aende kwenye Safa na Marwa. Na hii ni sunna mpaka leo, mpaka kesho. Wakati unafanya ibada hii, ukishamaliza haya mawili, tufta bilbaiti 7, sallaita rak'atayn khalfa almaqam, sunna kanywe sehemu katika maji ya Zamzam, alafu jimwagie kidogo kwenye kichwa chako. Kwa Ibn Abbas radhiallahu ta'ala anhuma anatueleza kuwa Mtume alayhi salatu wasalam shariba min zamzama, alikunywa katika maji ya Zamzam. Nafikiri sote tumeshakunywa hapa, na wale ambao hatujajaaliwa kunywa, Allah atujalie tukanywie kule kule kwenye chanzo, kwa sababu huku ukiletewa umeletewa kidogo tu. Aliyekupenda sana atakuletea kwenye kichupa cha robo lita, yani huyo anakupenda kwa kweli. Usije ukasema mbona maji yenyewe kidogo, yametoka Saudia hayo, hayajatokea Ngarnaro hayo. Mtu anakubebea maji kutoka Saudia, Makkah al-Mukarrama mpaka hapa Arusha, robo lita, alafu unamwambia kidogo. Ulitaka kubebea nini? Hiyo ni zawadi kubwa sana. Tena hii robo lita, maji mengi mno haya. Mtu akikupa kile kichupa kidogo tu ambacho wanapimia dawa hapo nje, vidogo vile, sijui mililita ngapi, vidogo hivi, huyo pia nimekuthamini. Pokea, sema alhamdulillah, muombe dua. Kama hutaki, funga safari ukayanywe kule, uone gharama yake. An-Nabii alayhi salatu wasalam shariba min zamzama, Mtume alikunywa katika maji ya Zamzam, wa huwa qaim, akiwa amesimama. Ashahid min hadha alhadith, sio kunywa maji ya Zamzam, ni kunywa akiwa amesimama. Je, kunywa kwa kusimama inafaa? Lazima tujiulize hili swali. Mtu anaweza kusema inafaa kwa sababu huyu hapa Mtume alayhi salatu wasalam anakunywa maji ya Zamzam akiwa amesimama, na hadithi hii ni hadithi sahihi. Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala anatuambia kwenye kitabu chake Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibad, wa kana min hadihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ashurbu qaima, na ilikuwa katika mwongozo wa Mtume alayhi salatu wasallam yale ambayo alishawahi kuyafanya, kama tunavyoona kwenye hadithi, alikunywa akiwa amesimama. Qala wa sahha anhu annahu naha an shurbi qaima, lakini pia ziko dalili nyingi Mtume alayhi salatu wasalam amekataza mtu kunywa akiwa amesimama. Wa sahha anhu annahu amara alladhi shariba qa'iman an yastaqi'a, lakini pia imethibiti kuwa Mtume alayhi salatu wasalam alishampa maelekezo. Kuna mtu mmoja aliwahi kunywa akiwa amesimama, bwana Mtume akamwambia jitapishe hicho ulichokunywa. La yashrabanna ahadukum qa'iman wa man nasiya falyastaqi, hadithi inasema hivi, la yashrabanna ahadukum qa'ima, mmoja wenu asinywe akiwa yuko wima amesimama. Wa man nasiya,
na atakayekunywa akiwa amesimama kwa kusahau, falyastaqi, ajitapishe kile alichokunywa. Kwa hiyo haya ni makatazo mazito ya Mtume alayhi salatu wasalam, mtu kunywa ile hali amesimama. Wasaha anhu annahu shariba qa'iman. Taban hadiyuhu almu'tad an yashraba jalisan, mwongozo wa Mtume wa kawaida mara nyingi alikuwa anakunywa akiwa amekaa, lakini imeonekana anakunywa akiwa amesimama, na zipo hadithi zimekataza kunywa kusimama. Hizi hadithi tunazikusanyaje? Hiki ndio tunachokitafuta. Matendo ya Mtume alayhi salatu wasalam kunywa wima na makatazo yake ya kunywa wima. Kaifa najma' baina hadhihi an-nusus? Wanazuoni alayhim rahmatullahi ta'ala wamepita mapito kadhaa katika kuzikusanya hizi hadithi. Miongoni mwa mapito, wapo waliosema Mtume alayhi salatu wasalam hapa alisimama kwenye hii hadithi ya Abdullah ibn Abbas, hapa alisimama liannahu lam yajid mahallan lilqu'udi liizdihami nnasi ala ma'i zamzam fahuwa qiyamun liwujudi al'udhr. Hawa wanasema asili na mafundisho unapotaka kunywa ukae. Lakini kwa nini Mtume alisimama hapa? Mtume alisimama kwa dharura. Dharura nini? Alikosa pa kukaa kwa sababu palikuwa na msongamano wa watu. Inawezekana hii picha usiipate kirahisi kwamba ulikuwa msongamano gani huo mpaka akose pa kukaa. Kwenye msongamano kawaida mno, watu walikuwa wamesongamana kwenye kisima cha maji ya Zamzam, na watu wakisongamana wanakuwa wamekaribiana, ni ngumu sana kupata wasaa wa kukaa kwenye hali ya msongamano kama hiyo. Kwa hiyo baadhi ya wanazuoni wakasema asli unywe wima, unywe kitako, lakini Mtume amekunywa wima kwa sababu alikuwa kwenye msongamano akakosa namna ya kukaa, ndio maana akanywa wima kwa dharura hiyo. Tumeelewana? Hii ni namna ya kwanza ya udadavuaji wa hili tukio. Namna nyingine wakasema baadhi ya wanazuoni, shurbuhu qa'iman khususiyatun lima'i zamzam. Hawa wakasema hapana, sio kwa dharura, bali Mtume alayhi salatu wasalam kunywa kwa kusimama, hili ni jambo maalum amelifanya kwenye maji ya Zamzam. Bimaana hawa wanachokusudia ni kwamba kwa anayekunywa maji ya Zamzam katika mambo ya kuzingatia, anatakiwa anywe akiwa amesimama, sawa sawa kuna msongamano au yupo peke yake. Hivi ndivyo alivyofasiri kitendo cha Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam. Na kauli hii ameiashiria mmoja katika washereheshaji wa Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, Sheikh Ali ibn Muhammad Abul Hasan al-Harawi al-Qari, kwenye kitabu chake ambacho kinaitwa Jam'ul Wasail fi Sharh Ash-Shama'il. Ni katika vitabu vizuri vilivyosherehesha Ash-Shama'il al-Muhammadiyya, Jam'ul Wasail fi Sharh Ash-Shama'il. Yeye amemili kwenye hii kauli kwamba Mtume kanywa kusimama maji ya Zamzam, akiwafunza umma kwamba miongoni mwa vitu vya pekee kwenye unywaji wa maji ya Zamzam ni kunywa ukiwa umesimama. Hatujamaliza jamani. Hii ni kauli ya pili katika kudadavua zile hadithi ambazo dhahiri yake inawezekana watu wakaona zinagongana. Wengine wakapita na pito haya wakasema shurbuhu qa'iman nasikhun linnahi. Kunywa kwa Mtume alayhi salatu wasalam akiwa amesimama, hili lilikuwa ni tangazo kwamba jamani, lile katazo nilowakataza la kunywa kusimama nimelitengua. Kwa muktadha huu hawa wanasema kunywa kusimama na kunywa kukaa sawa sawa, ni maji ya Zamzam au maji yoyote. Kwa nini? Kwa sababu kweli Mtume alikataza kunywa wima, lakini baadaye akanywa wima, na amekunywa wima fi hajjatil wadaa. Baada ya hapo haujatimia mwaka Mtume akafariki. Kwa hiyo wao wakasema hiki kitendo cha kunywa wima alayhi salatu wassalam ilikuwa ni kutangazia umma kwamba lile katazo la kunywa mkiwa mmesimama lile wakataza, sasa nalitengua, bi maana inafaa kunywa kwa kusimama. Ibn Hazm al-Dhahiri alayhi rahmatullahi ta'ala, yeye akapita hapo hapo, lakini kapita kinyume nyume. Kwa maana gani? Akasema hapa kuna naskhu
lakini naskhu hii ni naskhu ahadithi aljawaz. Hapa ni kufuta zile hadithi zinazoonyesha inafaa, kufuta zile hadithi zinazoonyesha inafaa kunywa wima. Hii ni kauli ya tatu. Kauli nyingine ambayo ni kauli ya nne, wao wakaenda kwenye at-tarjih, bimaana wamezichukua hadithi zinazoonyesha haifai na hadithi zinazoonyesha inafaa kunywa wima. Baada ya kuziweka pamoja hizi hadithi, wakapita mapito ya at-tarjih, kuzipa nguvu hadithi za upande mmoja na kuzidhoofisha hadithi za upande mwingine. Wao wakasema ahadithu aljawaz athbatu min hadithi nahi, hadithi zinazoonyesha inafaa kunywa wima ni sahihi zaidi kuliko hadithi zinazokataza kunywa wima. Haulai salaku maslak at-tarjih, na hii maslak ni maslak sahihi, lakini mnakwenda kwenye tarjih pale ambapo itashindikana kuzifanyia kazi hadithi hizo, kwa sababu wanazuoni katika kaida walizoziweka kwenye kuamiliana na dalili wanasema i'malu an-nassi khairun min ihmalihi, kuifanyia kazi dalili ni bora kuliko kuto kuifanyia kazi. Na wengine wakasema i'malu ad-dalilaini aula min ihmali ahadihima, kuzifanyia kazi dalili mbili ambazo dhahiri yake ni kugongana, kama kuna namna ya kuzikusanya ni bora kuliko kuifanyia kazi moja ukaiacha nyingine. Kauli ya mwisho, kauli ya tano kati ya kauli nyingi, na huenda hii ninayoitaja hivi sasa ndio kauli ambayo wengi katika wanazuoni wameipa nguvu kati ya kauli zote hizi. Wanasema kitendo cha Mtume alayhi salatu wasalam kunywa maji ya Zamzam wima, kitendo cha Mtume alayhi salatu wasalam kunywa maji ya Zamzam wima libayani aljawazi, ni kuonyesha kwamba inafaa. Na katazo la yashrabanna ahadukum qa'iman laysa litahrimi wa innama huwa litanzihi, na katazo la Mtume alayhi salatu wasalam aliposema la yashrabanna ahadukum qa'ima, mmoja wenu asinywe akiwa amesimama, hii haina maana kuwa ni haramu. Maana yake ni kwamba ni makruhu kunywa wima, lakini inafaa panapokuwa na sababu ya kufanya hivyo. Bali wanasema hata bila sababu, mara moja moja kunywa wima inafaa. Ndio maana Mtume akanywa wima, na tutakuja kuona hadithi zaidi ya hii. Tukio linasimuliwa na sahaba zaidi ya mmoja, wakasema baadhi ya wanazuoni huu ni ushahidi kwamba huenda Mtume alayhi salatu wasalam kafanya hivyo zaidi ya mara moja. Kwa nini Mtume kaacha al-afdal ambayo ni kunywa kwa kukaa, akafanya ile ambayo sio bora zaidi, kunywa kusimama? Je, Mtume ni wa kuacha kufanya kile bora zaidi ili afanye kile ambacho ubora wake ni mdogo? Naam, Mtume anafanya hivyo na kwake inakuwa ni bora, kwa sababu kufanya kwake anabainisha hukumu ya kufaa. Bali wanasema wanazuoni kufanya kwake inakuwa ni lazima ili aubainishie umma kwamba hiki pia kinafaa. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala anasema wa hadha ahsanul masalik, na mapito haya ni mapito mazuri. Mapito gani? Mapito ya wale waliokusanya hadithi wakasema asili ni kunywa kitako, lakini inafaa kunywa wima. Ndio maana Mtume kanywa maji ya Zamzam wima. Sawa sawa, iwe maji ya Zamzam au mengine yoyote inafaa, lakini asili ni kunywa ukiwa umekaa. Anasema Ibn Hajar al-Asqalani alayhi rahmatullahi ta'ala wa hadha ahsanul masalik, na mapito haya ndio mapito mazuri katika kuzikusanya hizi hadithi. Wa aslamuha wa ab'aduha 'an al-i'tirad, na ndio njia salama iliyo mbali na kuepusha mgongano. Kisha akasema al-Imam al-Athram ameliashiria hili akasema in thabatat al-karaha, kama itathibiti kuwa kunywa kwa kusimama ni makruhu, humilat ala al-irshadi wat-ta'dibi la ala at-tahrimi, lile katazo la Mtume la kunywa kusimama litafasiriwa kwamba huu ni mwongozo na kufunzana tu adabu, sio kwamba kunywa kwa kusimama ni haramu.
Wabidhalika jazama at-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala. Na hii kauli na haya mapito ya kuzikusanya hadithi kwa namna hii ndiyo mapito kadhalika ya alimamu Muhammad ibn Jarir at-Tabari alayhi rahmatullahi ta'ala. Alimamu Nawawi alayhi rahmatullahi ta'ala anasema wakati anasherehesha hii hadithi na zile zinazofanana na hii kwenye sahihi Muslim, alisema hivi: walaysa fi hadhihi al-ahadith ishkal, na kwenye hizi hadithi wala hakuna mushkila. Hadithi zinazoonyesha mtume kanywa kwa kusimama na nyingine zinaonyesha mtume kakataza kunywa kusimama, hizi hadithi ukiziweka pamoja wala hakuna mushkila. Kwa nini hakuna mushkila? Qala wala fiha dha'fun, wala hakuna hadithi hata moja ambayo ni dhaifu, bal kulluha sahiha, bali hadithi zote hizi ni hadithi sahihi. Wasawabu fiha, lakini kauli iliyo ya sawa kusemwa kwenye hadithi hizi kwa wewe ambaye unahisi zinakuchanganya, anna nahya mahmulun ala karahati tanzihi, katazo la mtume alayhi salatu wassalam linabebwa juu ya karaha, sio haramu. Kwamba kati ya kunywa kwa kukaa na kunywa kusimama bora ni kipi? Bora ni kunywa kwa kukaa, lakini kwa kusimama inafaa. Qala wa amma shurbuhu sallallahu alayhi wa alihi wasallam qa'iman, na ama kuthibiti kuwa mtume alayhi salatu wasallam amekunywa akiwa wima, fabayanun liljawazi, hii ni kubainisha kuwa inafaa kunywa kwa kusimama. Fala ishkala wala taaruda, hivyo basi hapa hakuna mushkila wala hakuna kugongana kwa hoja. Qala wa hadha alladhi dhakarnahu, na hii ta'lili tuliyoitaja, nasema Imam Nawawi, na hii sherehe tuliyosherehesha, yataayanu almasiru ilayhi, ili uwe salama lazima upite mapito haya. Kwa hiyo hizi ni kauli za baadhi ya wanazuoni katika kukusanya hadithi hii na zile zinazofanyana na hii, kuwa mtume anaonekana akiwa anakunywa wima, pamoja na hadithi nyingine zilizokataza mtu kunywa wima. Mapito sahihi ni haya ambayo tumeyaeleza, na kauli iliyo karibu na sahihi ni kwamba mtume alayhi salatu wasalam amekunywa kwa kusimama kwa ajili ya kuubainishia umma kuwa inafaa kunywa kwa kusimama. Tumeelewana? Maisha ya mtume alayhi salatu wasalam na jinsi alivyokuwa anakunywa mara nyingi kwa kukaa, lakini inafaa kunywa kwa kusimama. Baadhi ya wanazuoni wametaja baadhi ya maafa ya kunywa kwa kusimama, na wanasema maafa haya yanakwenda kumkuta yule ambaye ndio kawaida yake, lakini yule ambaye kawaida yake ni kunywa kwa kukaa, mara moja moja akawa anakunywa kwa kusimama, haya maafa hayatamsibu. Afa la kwanza, wanasema katika maafa ya kunywa kwa kusimama, la yahsulu bihi arrayu tam. Arrayu ni kule sijui kushiba maji au kukinai maji, bimaana umekunywa na maji yamekuingia vizuri mpaka kiu imekatika, hii inaitwa arrayu. Akalna hatta shabi'na wa sharibna hatta irtawaina. Kwa hiyo ukinywa kwa kusimama maji hayakuingii vizuri kwenye kukata kiu kama vile ukinywa kwa kukaa. Lakini wakasema shida nyingine, la yastaqiru fil ma'ida hatta yuqassimahu al-kabid ala al-a'dha, maji pia hayatakaa vizuri kwenye tumbo ili sasa maini yafanye kazi ya kuyagawa na kuyatawanya kama inavyohitajika. Afa jingine wakasema yanzilu bisur'atin wa hiddatin ila al-ma'ida, ukinywa maji kwa kusimama yanashuka kwa kasi na moja kwa moja kwenye tumbo. Shida nini kushuka kwa kasi na moja kwa moja? fayukhsha an tabruda hararatul ma'ida, inahofiwa maji haya kushuka kwa kasi huenda ukaleta baridi ya ghafla ndani ya tumbo, ambapo asili yake ni sehemu ya joto joto, na sehemu yenye joto joto ukiitia kitu cha baridi ghafla utakwenda kuharibu baadhi ya mifumo, yale mafiga yale ya jiko. Kama pamewasha moto muda mrefu, umewashwa pakapikwa chungu kikaipuliwa, chukua maji kamwage kwenye lile figa, kile kitakachotokea ni mfano wa kile kinachotokea ndani ya tumbo kama utakunywa maji wima, wanavyoeleza baadhi ya wanazuoni. Aidha, miongoni mwa maafa anasema ya kunywa maji wima, yasra'u nufudh
ila asfali albadan bighairi tadrij. Wanasema maji yatapita kwenda mpaka sehemu ya chini ya mwili kwa pamoja, na ile hali yalitakiwa yashuke pole pole. Maana yake haya maafa kama utakunywa kwa kukaa, yote haya yatakuwa hayakuhusu na utaepuka. Hivyo aula zaidi tubaki kwenye mwongozo wa Mtume wa kawaida, kunywa maji kwa kukaa, lakini pale panapokuwa na uhitaji wa kunywa maji wima, inafaa kunywa maji wima, wala sio jambo la kumkemea mtu, kwa sababu hata Mtume alayhi salatu wassalam shariba qaiman, Mtume naye aliwahi kunywa maji akiwa amesimama. Nairudia tena hadithi an Ibn Abbas, kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, anasimulia kuwa Mtume alayhi salatu wassalam shariba min zamzama, aliwahi kunywa katika maji ya Zamzam, wa huwa qaimun, akiwa amesimama sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Fa aghlabu shurbihi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ashurbu jalisan. Aghlabu mnatumia kwa maana gani jamani? Aghlabu ni mara nyingi au mara chache? Kwa mujibu wa Waswahili anakuja hapa kwa aghlabu. Mimi nimeona Waswahili huku wanatumia aghlabu kwa maana ya mara chache, lakini aghlabu haiwezi kuwa na maana hiyo. Aghlabu maana yake mara nyingi. Kwa hiyo kama unakusudia mara chache unasema si aghlabu. Si lazima utangulize nafyo. Si aghlabu kuswali msikiti wa Qiblataini swala ya Ijumaa, maana yake si mara nyingi. Lakini ikibaki aghlabu yenyewe ukaitumia, maana yake ni mara nyingi. Hii ni maana ya Kiarabu na hii ni maana ya Kiswahili, kwa sababu Waswahili neno aghlabu wamelichukua kutoka Uarabuni. Kwa hiyo linatumika kwa maana ile ile ya Waarabu. Aghlabu wapo wanaotumia kwa kinyume chake, lakini sidhani kama itakuwa ni matumizi sahihi kutumia aghlabu kwa maana ya mara chache. Aghlabu inatumika kwa maana ya mara nyingi zaidi. Kwa hiyo aghlabu shurbihi sallallahu alaihi wasallam ashurbu jalisan, mara nyingi unywaji wa Mtume alayhi salatu wasallam alikuwa anakunywa akiwa amekaa. Amma qa'iman fahuwa nadir walam yaf'alhu illa libayani alhukm alshar'i fihi wa huwa adamu at-tahrim. Ama kunywa kwa kusimama mara chache mno, na amefanya hivyo alayhi salatu wasallam katika namna ya kubainisha kuwa kunywa wima inafaa. Twende kwenye hadithi ya pili, iwe ndio hadithi ya mwisho kwa leo, kwa sababu hii ndio majlisi ya kwanza tangu kipindi kile cha kabla ya Ramadhan. Kwa hiyo sipendelei iwe majlisi ndefu, inawezekana watu bado hawajazoea hivyo. Alhadithu thani, hadithi ya pili kwenye mlango sawa na hadithi ya 207. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر قال عن حسين المعلمي قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يشرب قائما وقاعدا. Hadithi hii inasimuliwa na Abdullah ibn Amr ibn al-As, ndio babu mwenyewe hapa. Huyu ni Mquraish, sahaba wa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, katika wakazi wa mji wa Makka. Alislimu kabla ya baba yake na mama yake, na inasemekana baba yake ni mkubwa kwake kwa miaka 11 tu. Yani baba yake kamzidi huyu mtoto wake miaka 11, alimpata akiwa mdogo sana, na ilikuwa ni ndoa ya halali. Mashaallah, sahaba huyu alikuwa mwingi wa ibada, na kwenye vita pia alikuwa shujaa. Wayuhadithuna anhu annahu kana yadhribu bisayfaini, kwenye uwanja wa mapambano alikuwa anashikilia mapanga mawili, kulia na kushoto, anashambulia kwa mikono yake yote miwili, na alikuwa katika wabeba bendera katika vita vya Yarmuk. Alishuhudia pia vita vya Siffin pamoja na Muawiya, na Muawiya aliwahi kumpa mamlaka au madaraka kidogo katika mji wa Kufa. Mwishoni mwa umri wake alipata upofu. Inasemekana amefariki mwaka wa 65, na jumla ya hadithi zake ni hadithi 700, wallahu a'lam. Abdullah ibn Amri ibn al-As anasimulia, sahaba huyu anasema, raaitu Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam yashrabu, niliwahi kumwona Mtume alayhi salatu wasallam anakunywa. Katika hali gani?
qaiman, akiwa amesimama, wa qa'idan, lakini pia akiwa amekaa. Hizi ni hali mbili ambazo anazithibitisha huyu sahaba Abdullah ibn Amri ibn al-As kuwa alishawahi kumwona Mtume alayhi salatu wasallam katika hali zote hizo, na tumeeleza muda si mrefu kwamba hali ya Mtume kunywa akiwa amekaa ilikuwa ndio aghlabu, na hali ya Mtume kunywa akiwa amesimama aliifanya mara chache. Kwa nini? Kwa ajili ya kubainishia umma kwamba jambo hili linafaa. Wanasema wanazuoni, na itakuja hadithi, ashurbu jalisan ahna'u min ghairihi, kunywa ukiwa umekaa ndio salama zaidi, unaipata vizuri ladha ya maji, na maji yanakuingia vizuri, na kiu pia inakatika vizuri. Kupitia hadithi hizi mbili hapa, naona muhimu sana nimalizie hadithi pia ya tatu kwa sababu inafanana na hizi hadithi nyingine. Tumalizie hadithi ya tatu alafu tufunge darasa. Qala hadathana Ali ibn Hujr qala hadathana ibn al-Mubarak qala an Asim al-Ahwali an al-Sha'bi an ibn Abbas radiyallahu anhuma qala saqaytu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam min zamzama fashariba wa huwa qa'im, rawahu al-Bukhari wa at-Tirmidhi. Hadithi hii inafanana na hadithi ya kwanza kwenye mlango. Inasimuliwa na Abdullah ibn Abbas, anasema saqaitu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min zamzama, nilimnywesha Mtume maji ya Zamzam, nilimpa ili anywe maji ya Zamzam. Fashariba wa huwa qa'im, bwana Mtume akanywa ile hali yuko wima, ile hali amesimama. Kwa hiyo Mtume alayhi salatu wasallam, mpaka hapa tumeona hadithi ya Ibn Abbas anasimulia kuwa Mtume alikunywa akiwa amesimama. Tumeona hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As pia akieleza kuwa amemuona Mtume alayhi salatu wasallam anakunywa akiwa amesimama. Kwa hiyo tuna masahaba wawili, Abdullah ibn Amr ibn al-As mpaka sasa na Abdullah ibn Abbas, ambapo wote wawili wanaeleza kuwa walimuona Mtume alayhi salatu wasallam anakunywa maji akiwa amesimama. Kwa hiyo hapa tukio hili kusimuliwa na zaidi ya sahaba mmoja ni kuonyesha kwamba ni tukio ambalo limeonwa na sahaba zaidi ya mmoja, lakini pia ni tukio sahihi, ni tukio sahihi kupokelewa kwa njia zaidi ya moja. Fa inna riwayata Ibn Abbas tashhadu laha riwayatu Abdullah ibn Amr ibn al-As au al-aks. Panapokuwa na tukio alilofanya Mtume alayhi salatu wasallam linasimuliwa na sahaba zaidi ya mmoja, wanasema kila riwaya hapa inaongeza ushahidi kwenye riwaya nyingine, na hii wataalamu wa hadithi wanaita ash-shawahid. Riwayatu hadha sahabi tashhadu li riwayati sahabiyin akhar, na panapokuwa na shawahidi nyingi, hii inatia nguvu kwenye ile hadithi husika. Leo tuishie hapa tukiwa tumeona kwamba sunna aliyokuwa anadumu nayo Mtume alayhi salatu wasallam ni kunywa akiwa yuko kitako, lakini madamu amekunywa akiwa yuko wima, hii ni kuonyesha kwamba inafaa pia mtu kunywa wima, lakini isiwe ndiyo ada yake na ndiyo desturi yake. Ada inatakiwa kunywa ukiwa umekaa kama ilivyokuwa ada na desturi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Leo tuishie hapa, tutakutana majlisi ijayo insha Allah taala ili tuendelee kuanzia hadithi ya 4 kwenye mlango huu. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa jazakumullahu khaira.